Wazo la kuanzisha Swahili Family lilitokana na maumivu na uchungu mkubwa ambao niliweza kuupitia kutokana na kuona kwamba Afrika na Tanzania kwa ujumla tumekuwa tukitegemea vitu vingi kutokea nje. Ziwe ni burudani, tutahitaji waburudishaji bora kutoka Ulaya. Ziwe ni mpira, hakuna Simba, hakuna Yanga, hakuna Asante Kotoko, bali tutaweza kuangalia timu za kutoka Ulaya kama Barcelona, PSG na Real Madrid. Lakini pia ziwe ni bidhaa, ukihitaji bidhaa zenye ubora, t-shirt, sijui, ukahitaji nguo, ukahitaji furniture, ukahitaji kamera, bado utazitaka kutokea Ulaya. Hatukuishia hapo. Viongozi, ukihitaji viongozi bora wa mfano, pia utatolea mfano viongozi wa Ulaya. Viongozi wetu wamekuwa wakisaulika kama wakina Nyerere, wakina Nelson Mandela na wengine wengi ambao waliweza kufanya vitu vikubwa. Mimi kama kijana wa Kitanzania, mimi kama Mwafrika, ningeweza kujiuliza ni lini vitu vyetu na sisi vitaenda duniani? Yaani ndoto yangu ni kutamani kuona siku moja vitu vizuri na vitu vikubwa vinaendelea duniani, vinaishika dunia, vinaiongoza dunia, lakini hivyo vitu asili yake ni Afrika. Hapo nikaja na wazo ambalo linaitwa Swahili Family chini ya kauli mbiu ambayo inasema Swahili Family to the world, yani kutoka Uswahilini mpaka duniani. Kupitia Swahili Family nimeweza kuja na vitengo vitano ambavyo ninaamini kupitia vitengo vitano tutaweza kuhakikisha kwamba vijana wa Afrika, vijana wa Kiswahili, vijana wa Kitanzania wana uwezo wa kufikisha ndoto zao kutoka Uswahilini na zikafika duniani. Wazo la kwanza tutabezi kwenye masuala ya teknolojia, ambapo hapa kupitia teknolojia ninaamini vijana wa Kiafrika wakiinvest kwenye masuala ya teknolojia tutaweza kuleta heshima kubwa duniani. Na nikiwa kama kijana wa mfano na wenzangu tukaamua kuanzisha kitu kinaitwa Swahili Family App, pamoja pia tumekuja na kitu kinaitwa Coditex ambapo tunategemea kuweza kufika mbali kupitia teknolojia. Lakini pia nikaamini kupitia sports and arts, yani michezo na sanaa, ambapo hapa kama kijana wa mfano nimeweza kuanzisha timu inaitwa Swahili Family Sports Club ambayo ni timu ya watoto na wanawake kuweza kuhakikisha kwamba kupitia michezo tunaweza kufika duniani. Lakini sikuishia hapo, nikaamini kupitia fashion tuna uwezo wa kufikisha vitu vyetu kutoka Afrika kwenda duniani, ambapo niweza kuanzisha Swahili Family brand kama hii t-shirt nilovaa hapa, ambapo hapa tunazalisha viatu vyetu wenyewe ambavyo vinaitwa Sky Chief, lakini pia tuna t-shirt mbalimbali. Lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba siku moja wa Tanzania na dunia kwa ujumla ina uwezo wa kuvaa brandi za kutokea Afrika. Lakini pia nikaamini kwenye business and innovation, ambapo hapa kama kijana nimeweza kuanzisha biashara mbalimbali ambazo ninaamini kama tutafanikiwa kibiashara tutaweza kufika duniani na tutaweza kuongoza dunia. Lakini mwisho ninaamini kwenye education and innovation, ambapo hapa kama kijana wa mfano nimeweza kuanzisha vitu kama MNN, S Extra ambavyo vinaweza kusaidia kutoa elimu kwa vijana na kuboost innovation. Lengo kubwa la Swahili Family ni kuona vijana wa Kitanzania, vijana wa Afrika wameamka na kuweza kuhakikisha kwamba vitu vyetu vinafika Ulaya. Kama wao wamesafirisha vitu vyao vimefika mpaka huko, kama wao wamesafirisha burudani zimefika mpaka huko, kama wao wamesafirisha imani zimefika mpaka huko, siku moja Afrika na sisi wa Tanzania na sisi tuna uwezo wa kutoa huduma zetu mbalimbali zikafika duniani na Mungu akatusaidia na sisi tukaweza kupata heshima kubwa. Swahili Family to the world, kutoka Uswahilini mpaka duniani.